na ili hiyo mafuta kabla ipeleke katika nchi zingine itakuwa ni baraka kubwa katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Niombe tuingie katika neno. Baba, katika jina la Yesu, nasema ni asante kwa sababu ya wakati na muda umenipa niweze kusimama na kuhubiria watu wako. Naomba ukanipe neema na uwezo wa kunenea watu wako siku ya leo. Na Bwana, kwa uhakika tutabarikiwa na tutasikia mapenzi yako. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Ambia mwenzako amen. Mwambie tunaingia katika neno. Bwana apewe sifa. Tunawakaribisha hata wale ambao wanatutazama online siku ya leo. Simezuiliwa. Haleluya. Kuna watu wengi sana hapa. Simezuiliwa. But today kuna solution through the word of God. Bwana ni roho. Na atakaye amini hili neno la Bwana siku ya leo, wewe ndiye utakuwa wa kwanza kurejeshewa kile shetani amezuilia katika maisha yako. Bwana wetu apewe sifa. Kwa hivyo fungua nami katika kitabu cha Genesis. Kitabu cha Genesis, mahali pale ndio tutaona neno la Bwana. Genesis 26. Kitabu cha Genesis 26. Kuanzia pale mstari wa kwanza. Although sitasoma yote, my message iko pale mstari ya vitu wa 18. Lakini tutaanzia mahali pale ndio tuone vile Mungu anasema na kanisa lake na kwa watu ambao wamezuiliwa vitu zao katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Hii maandiko inaongea habari ya mji moja kulikuwa na njaa kubwa sana. Bwana ni roho. Na Biblia inasema ikawa njaa katika nchi hiyo, bali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku ya Ibrahimu. Bwana wetu apewe sifa. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana ni roho. Maandiko inasema ya kwamba kulikuwa na njaa katika ile mji. Isaac alikuwa ndani yake, na ilikuwa ni njaa kubwa zaidi ya ile ilikuwa wakati wa baba yake Ibrahim. Bwana wetu ni sana. Wakati Isaac aliona ya kwamba kuna njaa na imezidi sana, akaona ya kwamba hapa tunaweza kufa kwa sababu ya njaa. Mawazo yake ikamwelekeza, akafikiria aende kwa mfalme. Bwana ni roho. Abimeleki, mfalme wa Wafilisti. Na hao Wafilisti walikuwa adui katika ile mji. Walikuwa adui kwa Isaac na Israeli. Bwana wetu apewe sifa. Lakini Isaac kwa kusikia njaa na kuona watu wao watakufa kwa sababu ya njaa, ndio alipatwa na hiyo mawazo. Bwana wetu ni sana. Na tuko na watu wengi sana wakipatwa na shida ama njaa, badala wafikirie Mungu, wanafikiria dunia. Wanafikiria vile marafiki na watu wanaweza kuwasaidia, na hawaelewi ya kwamba msaada na baraka zao zinatoka kwa Mungu. Bwana wetu apewe sifa. Bwana ni roho. So tunaona ya kwamba katika hii maandiko, kwa maana nimesema ya kwamba sitasoma sana hapo mwanzo, lakini message iko pale mstari wa 18 pale. Lakini hii maandiko inatufundisha ya kwamba kulikuwa na njaa. Bwana ni roho. There was a great famine in the land. But katika hiyo njaa na kufikiria kwake Isaac ya kwamba aende kwa Abimeleki,
Biblia inasema ya kwamba and then God appeared to him, naye Mungu akamtokea. Bwana ni roho. Mtu ambaye ako na Mungu hata akifikiria kurudi Misri, lazima Mungu aapie juu ya maisha yake. Bwana ni roho. Ndio akwambia kwamba hiyo unaenda kufanya, hiyo sio mapenzi yangu, hiyo ni mapenzi yako, na utaenda kuangamia mahali pale. Bwana atukuzwe. Tunaona ya kwamba Isaac akaambiwa na Bwana ya kwamba number 1, do not go down to Egypt. So when God appeared to Isaac, akamwambia kwa sauti, do not go. Hallelujah. Na hiyo sauti kwa watu ambao wako na roho na wako na Mungu, wakifikiria kutafuta misaada mahali pengine, hiyo sauti lazima ikuje kwao. But some people ignore the voice of God. Bwana pesa. Hapo ndio tunasemaga ya kwamba dhamiri ekikoro emuoyo neko iraga. Lakini ikiwa imekufa, utajipata Misri na utatafuta msaada wako huko na utapatwa na shida kubwa sana. Bwana pesa. So Mungu akamwambia Isaac ya kwamba usiende Misri, do not go down, kwa sababu angefika mahali pale aangamie. Bwana wetu amesifa. Number 2, God promised to bless Isaac in the land. Wakati Isaac aliingia katika ile mji, Mungu alimuahidi ya kwamba nitakubariki. Bwana ni roho. Na ushike hii maneno vizuri. Alisema ya kwamba nitakubariki. Si Mungu aliongea na Ibrahim baba yake, na akamwambia kwamba hakika kubariki nitakubariki, na nitakuinua na uzao wako utakuwa kubwa. Bwana ni roho. Na leo tunaona hiyo baraka imetimia kwa Ibrahim, naye Mungu alimwambia Isaac ya kwamba nitakubariki, lakini Isaac hakuelewa katika hiyo mji ya kwamba kutakuwa na njaa. Bwana ni roho. Hata wakati uliokoka na unafuatana na Mungu wako vizuri sana, kuna mahali inafika unaona ya kwamba hii situation ambaye nimejipata ndani yake, hapa Mungu asipokuja naweza rudi pale nitafute msaada. Bwana ni roho. Lakini hata ukienda, unaona hata mtu akienda kuanguka, Bwana ni roho. Ona mtu akidhie kogwa, ona akidhie kuagana, kuna sauti ndani yake huwa inamwambia kwamba hivyo unafanya ni vibaya. Lakini watu wengi wanaignore hiyo sauti, ndio wakiingia pale wanajipata kwa shida kubwa sana. Anawetu ni sana. So kuna ahadi Mungu aliahidi Isaac, na Mungu alijua ya kwamba one day hiyo mji kutakuwa na njaa. Alijua, ndio alimwambia kwamba kukubariki nitakubariki. So he promised Isaac that I will bless you. Bwana pesa. Si hata wewe uko na ahadi ya Mungu. Amen. Si kuna ahadi nyingi sana Mungu amekuahidi katika maisha yako. But that promise, nataka nikuambie itatimia katika jina la Yesu. Wewe ndiye unaona kama haitatimia. Unashoka na kungojea Mungu. Unafikiria Misri ndio inaweza kukusaidia, lakini wacha nikuambie huko ni Bwana wetu amesifa. Na kwa hivyo anasema ya kwamba God promised to bless Isaac in the land because of Abraham, his father, obeyed God. Kwa sababu baba yake Abraham alimheshimu Mungu, alimtii Mungu, alisikia Mungu. That's why God promised Isaac that I will bless you. Bwana ni roho. Wachani niwaambie siku ya leo, kuna baraka mnapokea sio kwa vile sisi ni wazuri, but because our fathers, our parents obeyed God, kwa sababu walitii. Bwana wetu ni sana.
kuna baraka unakulia ya wazazi wako, na ndio Mungu anasema atakubariki. Bwana wetu kwa heshima. Lakini anapotuangalia aone vile tulivyo, aone vile tunakaa, kuna baraka zingine hatuwezi pokea. But because of our parents, they obey God. That's why Mungu anasema nitawabariki. Mwana ni roho. Anasema nitawabariki. Na ndio tunaona akimwahidi Isaac ya kwamba nitakubariki kwa sababu baba yako Ibrahimu alinitii, akaniheshimu, akanisikia. Hallelujah. So ni kusema ya kwamba even us tuko na kazi ya kufanya because of our generation. Tuone ya kwamba watoto wetu watabarikiwa kwa sababu ya kutii kwetu, kwa sababu ya kusikia Mungu kwetu. Hawa watoto wako watakulia baraka yako vile ulitii Bwana. Hiyo ndio maswali tunafaa kujiuliza. Bwana pesa. Na Biblia inasema katika Psalms ya kwamba wazazi wakimuogopa Mungu, watoto wao watakuwa hodari katika dunia hii. They will become mighty. And the Bible says ya kwamba katika hiyo nyumba itajazwa baraka za Mungu. So kazi ni kwetu sisi, kwa maana wazazi wetu walituzaa. Sisi tuko na watoto pia. Je, watabarikiwa kwa sababu ya kutii kwetu? Watabarikiwa kwa sababu ya kuheshimu Mungu kwetu? Kwa maana tunaona Mungu akisema kwa Isaac, kwa sababu baba yako aliniheshimu, alinitii, alinisikiza, nitakubarikia katika hiyo mji. Na ndiposa nimekuambia usiende Misri. Don't go down. I will bless you. Bwana apesiba. Semeni amen. Amen. Biblia inasema ya kwamba Isaac alibarikiwa. Amen. Mungu alibariki Isaac kulingana na vile alimunenea. When God appeared to Isaac, alipomwambia usiende Misri, Bwana ni roho. Mungu alimaanisha. Biblia inasema ya kwamba in that family, in that city, Biblia inasema Mungu akabariki Isaac. Then the Bible says ya kwamba Isaac became rich and very powerful. Na ongea hivyo ni note ambazo nimeshukua katika hiyo verse ambayo ninawasomea kabla nisome pale chini. Bwana pesa. Unajua it is good to do a study in the word of God. So maandiko inasema then Isaac became rich and very powerful in that city ambayo ilikuwa na njaa zaidi ya wakati wa baba yake. And God blessed Isaac in that city. Bwana ni roho. Ni kusema ya kwamba Bwana anaweza kukubarikia mahali popote, hata kukiwa na shida gani. Bwana ni roho. Hata kuwe na njaa, hata kuwe na kiangazi, kama Mungu amekuahidi, anaweza kukubarikia anywhere katika jina la Yesu. Bwana ni roho. Shida yetu ni kuondoka katika njia za Mungu. Sema tukae, tunaondoka. Then Mungu anakuja na baraka, anapita nazo. Na wacha nikuambie, time ya Mungu ikikupita, that clock, unaona vile Isa inaenda round hivi. Bwana akasema, kama Mungu alipaka your time is today ya kukubariki, na haukukuja kanisani, hiyo time utaikojea tena iende round ndio ikufikie. Bwana ni roho. Na saa ya Mungu inaweza kaa, sio kama hii unaona vile inaenda hapa. Bwana wetu ndio sana. So Isaac became rich and very powerful in that city, hata kana kwamba kulikuwa na njaa. Bwana wetu ndio sana. Na tunaona ya kwamba maandiko inasema in that city Isaac alipanda, na kulikuwa na kiangazi na kulikuwa na njaa. Alipanda akavuna.
Bwana ni roho. Ndio Mungu atimize sauti yake. Nikwambie sauti ya Mungu ni ya muhimu sana katika maisha ya kila mtu. Kama hujawahi sikia sauti ya Mungu akikunenea kwa sauti yake, ama kwa neno lake kwa maana ni sauti yake, ama kwa kinywa cha mtumishi wa Mungu kwa maana ni sauti yake, na ukashika ile maneno, washa nikwambie utakuwa tajiri katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Utaanza kufanya biashara mahali watu wanafanyia, wanasema kumekauka, but because of the voice of God utabarikiwa pale na watu washidwe, kwani huyu anatumiaka midhaiga. Hapana, ni Mungu akipanga amepanga, akikuahidi amekuahidi. Bwana ni roho. So Isaac alikuwa tajiri na akawa mtu very powerful katika hiyo setting, mpaka watu wa ile mji wakaanza kumuogopa. Bwana ni roho. Lakini kuna kamestake kamoja tu Isaac alifanya, na ilifanywa na baba yake Ibrahim. Bwana ni roho. Kwa sababu mke wake alikuwa mrembo sana, alipoingia pale akaulizwa kama ni mke wake, akasema hapana, ni sister yangu. Baadaye ikajulikana, alionekana akicheza na yeye, ikajulikana ni mke wake. Paka mfalme akaenda akamwambia, "Mbona haukutuambia? Mbona unataka kutuletea shida?" Bwana anasema, "Ungetuambia." Paka mfalme akatoa amri yule mwanamke asiguswe na mtu. Lakini hao watu waliogopa Isaac. Kwa hiyo hapo waliona Isaac amefanywa na Mungu. Bwana asifiwe. Bwana ni roho. Hiyo yote utasoma hiyo Genesis 26 kuanzia 1. Utateremka hivyo. Uteremke. Bwana asifiwe. Uone vile Isaac alibarikiwa na Mungu katika jina la Yesu. Bwana ni roho. Wakati alibarikiwa akiwa katika hiyo mji, Bwana ni roho, akakumbuka kitu moja, ya kwamba kulikuwa na visima. Baba yake Ibrahimu alikuwa ameshiba. Haleluya. Lakini maadui wakaifunika kwa mchanga. Bwana ni roho. Ndio isahaulike. Bwana ni roho. Kwenda ilima ciandikirwo na cienjetwo ni maithe manyu. Bwana asifiwe. Our forefathers kuna kitu walishiba, lakini adui akaona hii kisima itasaidia Israeli, itasaidia watoto wa Ibrahimu, wakasema wacha waifunike. Bwana wetu pewe sifa. Bwana ni roho. But I want to thank my God, kwa sababu there is God in heaven. Akiamua kukubariki, akiamua kutembea na wewe, akiamua kukutajirisha, hawezi kuzuiliwa. Bwana asifiwe. In fact, Mungu hana body anaweza kuuliza ya kwamba tubariki huyu. Akiamua kukubariki anakubariki. Bwana ni roho. Haulizi hata njia ya kukuja kwako akubariki. He knows the way. Why? Because anakujua vyema. Bwana ni roho. Anajua hata mahali unakaa, anajua situation uko ndani yake. He knows. That's why akitaka aamue kubadilisha maisha yako, hana mtu wa kuuliza. Kwa maana watu wakiulizwa wanaweza sema ya kwamba huyu hafai kubarikiwa wakati huu. Bwana ni roho. Hafai kuinuliwa wakati huu. Na ndio unaona Mungu alibariki Isaac akawa very rich and powerful. Bwana asifiwe. Paka Abimeleki wakafukuza yeye, kwa maana alikuwa na nguvu nyingi kuliko. Amen. Ni nguvu za mali. Alibarikiwa huyu mtu na Mungu. Alibarikiwa. Na hivyo ndivyo Mungu anataka kutufanyia hata na sisi. Bwana wetu pewe sifa. Lakini shida in that situation, je, mawazo yako iko wapi? Ama unafikiria Misri? Unafikiria watu wenu?
Unafikiria watu wakusaidie badala ya kufocus na Mungu aliyenena juu ya maisha yako. Bwana yetu pelesi. Ahadi ya Mungu ni ena amina. Hanenati uongo. Maandiko inasema Mungu si mwanadamu. Na Mungu sio kama mtu. Akisema amesema. Bwana pelesi. Hata kusimame nini mbele yako, Mungu akisema amesema. When your appointed time come, utapokea kila kitu Mungu alisema utapokea katika jina la Yesu. Bwana tunasema shida tu ni kitu kidogo, kuondoka katika njia za Mungu, kutotii na kutoheshimu. Bwana ni roho. Unaona ya kwamba baraka zinakupita. Haleluya. Wewe angalia Isaac ile kazi alifanya. Ndio uelewe ya kwamba kazi ni kufanywa inafanywa. Bwana wetu pewe sifa. Bwana ni roho shu. Nimseme amen. Amen. Ama neno ni kuingia linaikia ama. Bwana pewe sifa. Tunaona hii maandiko inatufundisha ya kwamba Isaac hakukaa chini. Hakukaa chini. He worked. Alifanya kazi. Na ndio alikumbuka ya kwamba kuna visima baba yangu alishiba katika hii mahali. Na ikafunikwa ikawekwa mchanga na maadui. So ni kazi nitafanya niweze kushibua. Kana hote mthikoria hivi maisha shiadikiwa nezo. Bwana pesiba. Maandiko inatufundisha ya kwamba Isaac was not weak. He was not a weak person. He was strong. Bwana ni roho. He was not weak, but because he was carrying something valuable. Lazima ageng'ang'ana. Lazima agefanya kazi ndio aweze kuchukua hii visima. Bwana ni roho. Kama kuna mtu nafaa kujifundisha na yeye ni Isaac. Mtu ambaye hachoki. He did not become tired. Ukisoma hiyo maandiko yote usome, uone vile Isaac vile alifanya. Bwana atukuzwe. Number 2, Isaac did not sit down and cry. Bwana ni roho. Na wapatia tu study ile nimefanya katika hiyo verse. Bwana apewe sifa. Isaac did not sit down and cry. Kama vile wengi wetu shida ikitupata, badala ya kukimbia kwa Mungu, badala ya kukimbia kanisani, badala ya kukimbia kwa watumishi wa Bwana, unakaa chini, unaanza kulia wewe mwenyewe. Bwana ni roho. Na hiyo machozi haitakusaidia. But tunaona Isaac worked very hard. Bwana ni roho. Alifanya kazi. Hakukaa chini. Akianza kulia hapo, analia machozi mengine hata haifai. Akiwa anajua solution. Bwana ni roho. Hakukaa chini. Akianza kulia, hapana. Aliinuka akaanza kufanya kazi. Na hivyo ndivyo ninataka siku ya leo katika hii madhabahu. Bwana ni roho. No matter the situation, hiyo hali uko ndani yake, it is your time to wake up. Hallelujah. Usiwe mtu ambaye anashoka. Angalia Isaac vile alikuwa. Akeshoka aseme ya kwamba hii kazi yote imefanywa na maadui. Walifunika hivi visima. Alafu nifikirie kuishibua tena. Si unaona ni kazi kubwa. Gothikoria gedimati yoto mohodho. Bwana anasema sio jambo rahisi hata kidogo. Na si kisima moja, na si mbili. Kwa hivyo tunaona huyu mtu alifanya kazi. Hata kukuwa na shida vile kulikuwa. Bwana anasema why? He was very strong.
alikuwa na nguvu, aliamini Mungu, na Mungu alimtokelezea akamwambia nitakubarikia huko. Ona pesa. Ole wale Mungu alipanga atawabarikia katika hii madhabahu, but today they are not here. So wanazunguka home, wako nyumbani, na ukiuliza mtu hajawahi enda kanisani. Why? Because God purposed to bless them in this altar, but hawakujua, kwa sababu shida zilikuja, wakasema we are not going to work. Bwana ni roho sho. Sasa ni kulia. Sasa hiyo machozi haisaidii. Ile kitu itakusaidia ni kuamka na kufanya kazi. Bwana ni roho sho. Uamke na ufanye kazi ya Mungu. Kuanzia hapo utaona vile mambo itafanyika. Bwana ni roho sho. Utakuwa na nguvu mpaka kweli waseme huyu mtu atafai kukaa naye hapa, aondoke. Hivyo ndivyo Isaac, Abimeleki walisema, Bwana ape sifa, ondoka mahali hapa. Sijui kama nitaona hiyo basi nikusomee vile walisema. Bwana ape sifa. Verse 16 inasema ya kwamba Abimeleki said to Isaac, go from us. Why? Anafukuzwa. He became rich and very powerful in the city ambayo ilikuwa na njaa. Wakashindwa haka kamutu kanapata na kukona jua, alafu kanafuna. Mwana ni roho sho. No kugenda karagena. Karagena na liwa. Na yuno kungengana. So wakasema ya kwamba, akamwambia Isaac, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Swali yangu ni hii, tutafika hapo katika jina la Yesu? Bwana asifiwe. Yani hata kwenu, kwa vile umepata nguvu, hata Elia unakaa unafanyia biashara, uwe na nguvu kuliko hao watu wako Elia hiyo, mpaka waseme wewe ondoka, uko na nguvu nyingi kutuliko. Bwana ni roho. Na Biblia inasema Isaac aliondoka, lakini hawa hawakuelewa. Walifukuza Isaac akaenda mpaka na Baraka, baadaye walimuendea. Bwana ni roho. Amen. Ya unasikiaga ya kwamba ati wanao kudharau, one day watakusalimia kwa heshima. Bwana ni roho. Walio kudharau, walio kusheka, walio kudhihaki, one day Bwana pesa hautaondoka dunia hii, na wao hawataondoka dunia hii kabla hawaja kuja wakusalimie kwa heshima. Bwana pesa. Semeni amen. So tunaona Isaac alifanya kazi. Number 3, Isaac did not beg. Hakuomba. Amen. Na unapatana na watu wako na nguvu, they are strong, but because they are weak, kazi yao ni kuomba. They beg. Wewe ninunulie chai, ninunulie keki, Bwana pesa. And they are strong. Hawataki kufanya kazi. Bwana yake pewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba mtu asipofanya kazi asikule. Haleluya. Usipofanya kazi usikule. Kama kuna kazi unastahili unafaa kufanya, ifanye ndio ukule. Ndio unaonaka mimi hapa lazima nifanye kazi hapa, kwa maana hii ndio kazi yangu. Mimi sina kazi nyingine. Hii ndio kazi yangu inafanya. Hii chacho mnaonaka nikitoa hapa ndio inafanya kwangu kukuliwe, inafanya nyumba ilipwe, inafanya watoto wasome, inafanya mambo makubwa ifanyike. Hii jasho mnaonanga hapa. Bwana ni roho. Kwa maana hii ndio kazi. Na kazi ya Mungu ni nzito kuliko kazi ya koroga. Bwana ni roho. Je, unaona watu wengi hawapendagi kazi? Amen.
Hii kazi mchezo. Hii ni kazi. Unafanya mpaka hata unasikia kuchoka, lakini unajitia nguvu, unaelewa. Nisipofanya kazi sitakula. Bwana pesa. So I must work. Ndio watoto wako wasiwe bega. Hata mimi nisiwe bega. Atinakuja kwa biashara yako na kuambia kukuka mtumishi haja kula. Ati unanipatia uga. Bwana pesa. Wale mko na biashara hapa, mshawahi niona kwa biashara zenu? Bwana pesa. Siwezi. Kwa maana hata nikikuja hapo, uanze kunihurumia hapo. Toto pasta leo kile na kuinuka moko madheni. Unipatie unga ambaye ndio faida ya bado mzima ile unauza. Ati unipatie hiyo unga. Ndio ni vizuri kupatia watumishi wa Bwana. Lakini watumishi wa Bwana kutembea kwa biashara za watu sio mzuri. Bwana basi. Wacha wafike kanisani wanyolewe wapi? Wanyolewe kanisani. Bwana wetu pesa. Na mimi hutaniona kwa biashara yako, labda uniite ukitaka tuiombe. Maana pesa. Ndio tubarikiwe watu wa Mungu. Ndio kazi ya Mungu ipewe heshima. Bwana atukuzwe. Unaweza jiuliza, kwani huyu pastor kwani atembeaje kwetu? Bwana ni roho. Jamani. Wacha nisikie huko sana. Lakini tunaona ya kwamba Isaac alifanya kazi kubwa. Patasiwe. Alifanya kazi kubwa. Hao watoto warudishwe. In Jesus name. Warudishwe wote. Biblia inasema ya kwamba tuende mstari wa 10 ngapi? 18. Hapo ndio nataka tuone neno sasa. Inasema hivi. Isaac akarudi akavishibua vile visima vya maji walivyovishiba siku za Ibrahimu baba yake. Bwana ni roho. Isaac, maandiko inasema akarudi akaangalia, kulikuwa na visima hapa na tulikuwa tumeshiba na baba yangu mahali hapa, na kwa sababu zimefunikwa lazima nianze kazi ya kuzishibua. Anasema ya kwamba maana wale Wafilisti walikuwa wamelivukia baada ya kufa kwake Ibrahimu. Kumbe kuna vitu zinaweza sahaulika. Kuna vitu zinaweza zuiliwa wakati mzazi wako ameondoka. Bwana asifiwe. Simrasikia hata watu wananyang'anywa shamba wakati baba ameondoka. Bwana wetu ni sana. So it is your time to fight what belongs to you. Hapana kasini ujiangalilie ukiona vitu zinaenda. Bwana asifiwe. Kwa sababu umeokoka hautaki vita. Fight what belongs to you. Bwana ni roho. Kwa maana hiyo ndio kawaida iko katika dunia. Wazazi wakiondoka watoto wanaanza kupigana. Kwa maana kuna mwingine anataka nyingi kuliko yule mwingine. So Isaac akakumbuka tulishiba. Kuna kazi tulifanya wapendwa. Katika mahali hapa kuna kazi tulifanya. Nataka hiyo kazi nianze kuifanya tena. Bwana ni roho. Isaac agefanga leo kuthikuri thimairia. Bwana ni roho. Biblia inasema ya kwamba naye akaviita majina kufuata majina alivyo viita babaye. Kwa hivyo hiyo visima zilikuwa na majina. Bwana ni roho. Kila kitu chako kimezuiliwa. Whatever is blocked in your life, wacha nikuambie iko na jina na inajulikana, lakini imefunikwa. Haleluya. Imekuwa blocked. Paka unashindwa hii kitu Mungu alikuonyesha hata kwa ndoto. Unashindwa nitapokea lini?
Wacha nikuambie, imekuwa blocked and you must fight for it. Wanaitwa Yesu. Lazima upigane vita katika jina la Yesu. Na ndio Isaac hakukaa chini aanze kulia, hapana, aliamuka akaanza kufanya kazi. Bwana pesa. Shida yetu ni kukaa chini na kuanza kulia, sina hii, Mungu anioni, Mungu anikumbuki, kwani unaendaga aje? Hiyo machozi unalia, haufai kulia, unafaa kuamuka, ufanye kazi, upiganie kilicho chako. Wanaitwa sifa. Biblia inasema watumwa wa Isaac wakashiba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayokukutika. Umeona ameanza kazi. Isaac ameanza kazi. Ameshibua kisima ya kwanza. Ametoa mchanga. Ametoa uchafu wote. Maji imetokelezea. Kwanza ni roho. Kwa hivyo vitu vyako na vitu vyangu na vitu vya kanisa zimefunikwa na maadui. Bwana pesa. Ziko lakini zimefunikwa na maadui. Bwana wetu kwa sifa. Kazi ni yetu ya kuinuka na kuanza kuzifanyia kazi. Hawa walishiba kisima, maji ikatokelezea. Bwana ni roho. Lakini wakati kulikuwa na mchanga, hakukuwa kunaonekana Washa watoa ile mchanga na Wafilisti wameona. Bwana ni roho. Ya kwamba watumwa wa Isaac wakapata kisima cha maji yanayokukutika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaac wakisema maji haya ni yetu. Bwana ni roho. Imagine, hii ilikuwa kisima Ibrahimu alishiba. Isaac amefikiria kuishibua tena, na kazi kubwa ameifanya kwa sababu adui. Bwana ni roho. Adui hapendagi kulipa gharama. Bwana ni roho. Adui hapendagi kulipa gharama. Anapenda kuharibu na kunyakua kile kimekusanywa pamoja. Bwana pesa. Hatakani kushoka. Amen. Ndio unaona ya kwamba hata ndoa yako anaiingilia ni adui, kwa maana yake ameshindwa. Bwana ni yakuu. Hawatakani kushoka. Na hii kitu umefanyia kazi, imagine. Bwana ni roho. Imagine hiyo biashara yako uliifanyia kazi ndio ifufuke, lakini adui ameikamata, ameifunika mpaka customer hawaioni. Bwana ni roho. But when the time utaamuka na kufanya kazi, adui waanze kuona ya kwamba hiyo kitu ilianza kushipuka, ndio anaanza kusema Bwana pesa, hata hii nyumba ilikuwa yangu. Bwana ni roho. Hapa ndio nilikuwa nimeweka kazi. Bwana pesa. Wakati wa election, I think it was 2017 ama 20 gapi. Bwana ni roho. Kuna watu walikuwa wanazunguka mahali tunafanyia kazi. Tumefanya kazi. Ukitupata mahali pale, tulikuwa tunatandika vitu kwa mchanga. Kukinyesha asubuhi, lazima tuwe na mavitu ya kuondoa ile matope. Alafu kunasikia wengine hawataki kushoka, wanapita tu wakisema hii itakuwa yangu, hii itakuwa yangu, hii itakuwa yangu. Wakati wameona ile kazi imeanza kuonekana. Wala ni roho. Hapo ndio adui anainuka. Wanaanza kuclaim hii maji ilikuwa yetu. Wala akasema imekuwa yao wakati imepatikana. Haleluya. Wakati imepatikana ndio imekuwa yao.
Lakini wakati ilikuwa imefunikwa, hawakuwa wanaiona, hawakuwa wanajua ati yao. Wadhani roho. Bwana apewe sifa. Naomba kila kisima kisipuke katika jina la Yesu. Naomba kila biashara isipuke. Tusikie hao maadui wataanza kuongea. Kwa maana wakati hii mmekaa hivi, wakati hii kanisa limekaa hivi, yani hakuna mtu, haleluya, wakati litainuka, Bwana apewe sifa, wakati litainuka, wengine waanze kusema, Bwana ni roho sho. Why? Adui hatakagi kushoka. Bwana ni roho. Ndio unaona adui anajaribu kuangusha kanisa yote imeinuka. Bwana apewe sifa. Na ninawanenea hii neno nikiwa na ujasiri. Bwana ni roho. Because kile kinaenda kufanyika hapa hamujawahi kiona. Haleluya. Mungu ameninenea mpaka nikajiuliza, hii kitu inakuwa namna gani? Bwana apewe sifa. Why todo guy already ameondoa jamu katika huduma yangu. Bwana apewe sifa. Ameondoa jamu katika hii kanisa. Bwana wetu ndiye sana. Mungu alininenea, it was on Thursday. I think Thursday, Wednesday. Mungu alininenea usiku. Nikaona nikiwa na lori kubwa trailer. Kishwa ilikuwa ya white. Trailer ilikuwa ya red. Kubwa, unaona kama trailer inapitia kama imai. Nikaona nikiwa na moja kubwa ilikuwa imetoka hapa mpaka pale kwa gate. Na nilikuwa ndani, nilikuwa driver. Bwana apewe sifa. Lakini ile barabara tulikuwa kukawa na jamu ya gari nyingi na zilikuwa gari kidogo. Ndio nikajua wale wananizuilia si watu wakubwa. Bwana apewe sifa. Nikaona tu gari kidogo na nikaona mtu mmoja ambaye ninajua ametoka kwa gari. Ile unaonaga kukua na jamu. Si mtu anatoka kwa gari anaangalia jamu imefika wapi. Nikaona watu wanaangalia jamu imefika wapi. Mimi niko nyuma yao. Nawaambia kile Mungu ameninenea na kile kitaenda kufanyika hapa. Bwana wetu apewe sifa. Ndio mjitie nguvu in Jesus name. Nikaona ya kwamba niko kwa hiyo kioo. Sasa nikaona mbele gari ni nyingi, jamu ni kubwa. Alafu all of a sudden nikaona gari zilianza kusonga. Mimi sikuelewa gari zilienda wapi. But mimi na lori yangu nilipita bila kuzuiliwa. Wala ni roho. Mpaka kulikuwa na mlima, nikapanda hiyo mlima na hiyo lori. Mpaka nikaenda hapo ile ingine, nikapatana na watu nikawaambia, "Nimeona vile nimepita." Bwana apewe sifa. Kwa maana kulikuwa na jamu, hapo nikaelewa ya kwamba kumbe huduma yangu, kanisa la Bwana limekuwa na jamu, lakini Bwana ameiondoa. Bwana wetu ni sana. Na nikusema ya kwamba huduma yangu si hivi tu mnaona ni kubwa. Gari inamaanisha huduma. Haleluya. Huduma yako ni size ya kulea. Kwa hivyo hiyo tu ingine tunajaribu kunizuilia. Hata hiyo ni kupita naye. Bwana ni roho. Kwa maana niliona ya kwamba nimepita. Bwana akuzwe. The other day nikaona bingu imefukuka nikiwa kwa kitanda. Nikaona mwangaza mkubwa. Macho yangu inamulika kama mwangaza. Inaelekea mbinguni. Nikaona Bible nyingi mbinguni. Bwana ni roho. Nikaona moja imeashiriwa kwangu. Bwana apewe sifa. Nikaona ingine imeashiriwa. Haleluya. Wapendwa, hii kazi hii wakati tunaifanya, adui hawaoni kitu. But wakati tutainuka, waone tumejenga, tumenunua kiwanja, ndio mtajua. Bwana apewe sifa. Bwana ni roho. Ndio huwa tunasema ya kwamba wakati umebarikiwa, hiyo ndio wakati mzuri sana wa kuomba na kufunga.
Kwa maana ndio wakati maadui ni wengi sana. Isaac akashibua kisima ya kwanza. Washukaji wake na wale wakaanza kugombana. Wakasema hii maji ilikuwa yetu. Wala ni roho. Isaac ni mtu wa Mungu. Akasema sitaki vita. Akaachana naye. Akaita kile kisima Bwana ni roho. Utilamba kania shite to maleto mahana hatia. Bwana ni roho. Hiyo ikaitwa nini? Eseki. Eseki inamaanisha kugombana. Kitu chochote unaona mnagombania, Bwana ni roho. Iondoke. Amen. Iondoke. Hiyo ni eseki, inamaanisha kugombana. Akaenda hakuchoka, ninakwambia hakukaa chini alifanya kazi. Biblia inasema ya kwamba wakashiba kisima kingine, bado hiyo wakaigombania, bado akaita Stina. Bwana ni roho. Akaita Stina. Hiyo majina yote anapea hizi visima ni kwa sababu ya magombano. Bwana ni roho. Ukiona kitu mnagombana, aidha kwenu kwa nyumba, Bwana apesiba, badala ya mumwage damu, iondoke. But one day itakurudia. Bwana apesiba. Na usichoke. Biblia inasema hivi. Akaondoka akashiba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania. Bwana ni roho. Na ndio nilikuwa ninasikia wimbo ambaye imeigwa na mtumishi wa Bwana anaitwa Shiro wa GP. Ile inasema ya kwamba kayogeretie maigana, kayorotete shigana, gigijana, haleluya, engana na utapokea. So Isaac alingengana. That's why nimesema ya kwamba Mungu arejeshe chochote shetani amezuilia katika maisha yako. Bwana ni roho. Umeshiba kisima ya kwanza, ukaweka biashara ya kwanza kafungwa. Bwana asifiwe. Na ukashindwa. Imefungwa kwa nini? Ni adui alifunga. Ukaweka ya pili, ukapata kazi, ukafutwa. Ukashindwa ni kwa nini? Kumbe ni shetani, adui aliingilia. Lakini nataka niwaambie siku ya leo, Bwana apesiba, ile kisima kingine unaenda kushiba. Bwana ni roho. Hiyo biashara iko katika mawazo yako, unashindwa utafanya nini? Enda uanzishe. Ya tatu haitafungua. Bwana ni roho. Hata Mungu akiwa juu mbinguni, hata kubali ya kwanza ifungwe, ya pili na ya tatu hapana. Ya tatu Mungu hawezi kubali. Bwana ni roho. Ndio Isaac alirudi tena akashiba ingine na ikatoka maji, na akasema hii hawakugombania, akaipatia jina inaitwa Rehoboth. Bwana ni roho. Amen. Haleluya. Amen. Rehoboth ni mahali pako pa uponyaji, mahali pako pa kustarehe, mahali pako pa kuinuliwa, mahali pako pa kukumbukwa na Bwana. Haleluya. Amen. Na kikasa fungua Rehoboth katika jina la Yesu. Bwana ni roho. Amen. Umejaribu mara mingi kumeshindikana, but ya tatu haitashindikana. Bwana ni roho. Amen. Hiyo biashara, hiyo familia haitafungwa. Bwana anasema hakuna ndoa itavunjika in Jesus name. Amen. Waligombania ya kwanza, ya pili, ya tatu, hakuna. Bwana anasema Bwana ni roho. Hey, kazi tutafanya watu wa Mungu. Isaac hakukaa chini ajiangalilia hivi. Hapana, hakuchoka. Hata adui wakifanya vile walifanya, akasema okay, sina mabishano. Akaenda, alijua walishikwa vizima ngapi na baba yake, akaenda kwa ingine akashibua. Bado wakakuja wakaanza kusema hata hapa mimi nilikuwa ninauzia hapa. Hamjasikia hiyo maneno? Bwana asifiwe.
Nile nitaitoa haha hujagili. Nili nilipewa hapa nifanyie biashara. Bwana pesa. Mimi niligaiwa hapa. Lakini wakati haukuwa na kitu. Bwana ni roho. Wewe jaribu uanze kujenga. Yabie, bila kunaendaga. Bwana wetu ni sana. Lakini nataka niwaambie Rehobothi Bwana pesa. Kisima ya tatu hata wajaribu hiyo hawafuniki. Bwana ni roho. Hawafuniki. Hata hii kanisa Rehobothi imefika. Bwana pesa. No cha. Bwana ni roho. Na kama kuna watu wanafikiria wataweka jamu kwa hii kanisa, Bwana ni hakuna. Hakuna. Wamejaribu mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, Mungu hawezi kubali. Hawezi kubali. Bwana pesa. Kwa nini hamujawahi kuuliza kanisa dogo? Bwana ni hakuna. Lakini ikiwa kubwa, tulikuwa na mchungaji mwingine. Alikuwa anatuambia jana. Kanisa lao kumekuja wazee wengi. Lakini wakati hakukuwa na wazee, hakuna mtu alikuwa anaingia. Bwana pesa. Wakati wazee wamefika, mzee mmoja tu. Mmoja kati yao anawashukua, anawaambia kujeni tukasome huku kwa maana hakuna watu. Bwana ni roho. Mnaona hiyo ni shetani kubwa. Si shetani kubwa. Yaani uone ya kwamba hapa ati kumekuwa watu kuinuke kama mtu kachukue watu waende wasome pale kwa maana hakuna mtu, hakuna watu. Bwana pesa. Haujawahi ona bio ile watu wanarudi naye. Kwa maana mahali wanapelekwa. Bwana ni roho. Lakini kisima ya tatu nimekuja kutangaza kwenu ya kwamba haitafunikwa tena. Bwana ni roho. Haitafunikwa tena katika jina la Yesu. So Mungu naomba awarejeshe kila kitu shetani amezuilia katika maisha yenu. Bwana apesema. Iwe ni biashara, iwe ni watoto, iwe ni kazi, iwe ni ndoa, iwe ni nini, chochote kimezuiliwa na shetani na adui. Bwana ni roho. Nimekuja kutangaza ni wakati wako. Kifunguke katika jina la Yesu. Urejeshewe in Jesus name. Hautaishi kukwama. Hautaishi kuvukwa. Hallelujah. Your time has come. Uamuke. Usikae pale atimulia. Bwana ni roho. Wewe inuka. Anza kufanya kazi. Bwana pesa. Nikienda kumalizia. What are we fighting? Because we need to arise and fight what belongs to us. Bwana wetu ni sana. Number one, when God declares any presence in your life, any promise in your life, anakupatia signal ya uamuke, uanze kuomba, uanze kupigana vita. Bwana wetu ni sana. Kwa nini anakupatia hiyo signal? Number one, the devil will fight. Shetani atapigana na hiyo kitu. Amen. Number two, watu watapigana na hiyo kitu. Number three, hali inaweza inuka ile haukuwa unatarajia. Bwana pesa. So Mungu anakupatia kasigno that you may arise. Kwa maana ameamua kukubariki. Now it is your time to wake up. Start fighting. Bwana ni roho. Pigania kilicho chako. Wacha kukubali adui ate mpaka maji yako wewe mwenyewe. Unauziwa maji yako. Chakula yako unauziwa. We need to fight in Jesus name. Bwana pesa. Lazima tupigane. Na kitu kingine unastahili kuelewa ni ya kwamba obstacles may appear. Vitu za zuilia. Bwana ni roho. Vikwazo. Lakini you need to fight. Na utapokea kitisho chako katika jina la Yesu. Bwana ni roho. Are we ready to fight?
whatever belong to us. Amen. Hii mji ni wetu. Kama hamujaelewa, hii mji ni wetu. And we need to fight for this city. Amen. Mpaka tuone watu wamekombolewa. Watu wamefukuliwa. This city belong to us. Bwana ni yakuni. Na ukisoma maandiko, nikikumbuka mahali iko nitakuambia, tulisomewa na bishop wetu. Akatusomea kwa Biblia ya Kikuyu. Akasema every servant of God in every city, yeye ni sauti ya Mungu. Bwana ni roho. Na akasoma na Kikuyu hapo chini nilisoma ikasema ya kwamba na nimunengere muthigi. Hallelujah. So ukiona dukata ya Ngai in any town ena muthigi wa Ngai. Na muthigi wira wake ni gutawara. Bwana pesa. So twena muthigi wa gutawara itora na sisi ni sauti ya Mungu. Tunastahili kusema vile kikabura itakaa na itakaa hivi. Katika jina la Yesu. Sijui kwa nini huwa tunajidharau. Lakini tusikubali wapendwa. Kia mbele gethiko. Gia kere gethiko. Atikinyegeka tatoto tere gethiko. Never. Bwana pesa. Hallelujah. Washukue wa kwanza na wa pili hata watatu. Unataka washukue. Bwana wetu pesa. Ndio mliona ya kwamba nikiambia mama Nyoro hapa. Nikamwambia na nimeishi kumwambia kutoka wakati alimiscarriage na si mara ya kwanza si ya pili. Nikamwambia this time we are going to fight. Bwana ni yakuni. We are going to fight. Paka nione ya kwamba umenyonyesha. Lakini wewe unaona jambo moja linafanyika unatulia ati ni kawaida. Mara ya kwanza ifunikwe. Ati unashiba inafunikwa. Unashiba inafunikwa. Nilimwambia hapana, this time round lazima ushike. Na hiyo ndio maombi nilikuwa ninaomba hata nikikuja kanisani. Nasema ya kwamba atanyonyesha, atabeba mtoto wake. Bwana wetu pewe sifa. Na leo Bwana ni roho sio. Hallelujah. Hata wakati alikuwa ananiambia hatua yote anachukua. Akienda hospitali vile daktari wanamwambia, na mimi ninarudi kwa Mungu. Namwambia liwe liwalo. Hata kama ni siesi atafanywa, hata kama atatolewa kama hajafika, but this time round Bwana ni roho. Tukapigana hiyo vita. Ndio mnaona anakaa kila wakati katika grupu ya kanisa. Anasema CFF Church mubarikiwe kwa sababu ya maombi yenu. Si kitu kingine, ni vita. Ni vita. Bwana ni roho. Leo ako na mtoto ananyonyesha. Ako naye kwa nyumba ananyonyesha. Bwana ni roho. Hakuna jambo Mungu hawezi kufanya. But we need to arise and fight. Whatever belongs. Bwana ni roho. Amen. Hapana angalia mzee akienda, anaenda. Unaona mama anaenda, watoto ndio hao. Naye unatulia tu unasema, "Gedi menya witu kana ni kurogo." Wake up and fight. Ukira uwe bara. Bwana pesa. Pigana vita. Na mtaona Mungu katika maisha yenu. Bwana yake ni sana. Mtaona Mungu katika maisha yenu. Mkipigana vita. Hii kazi inataka mtu atoe jasho. Kama ufanyi kazi hauwezi kukula. Na maandiko imekataa. Lazima ufanye kazi. Bwana apea sifa. Mimi huwa ninashangaa mpaka my brothers na my sisters huwa wananitumia fungu lao la 10. Bwana ni ya 10. Wananitumia sikuwaitisha. Lakini mimi tu naona wananipigia simu. Umeona kitu? Wananiambia nimefanya kazi mahali fulani. Wanatoa fungu la 10. Why? Lazima nifanye hii kazi. Na sitachoka katika jina la Yesu. Sitakubali kisima ifunikwe. Hallelujah. Hata kama wamefunika nyiki kikabura, hii hawatafunika. Kwa jina la Yesu. Bwana ni roho. No ginya tuwe bara ero.
maana shetani atapigana, watu wanadamu watapigana. Mambo inaweza inuka. Na wewe inuka. Pigania kwako. Pigania hiyo kisima katika jina la Yesu. Bwana wetu pewe sifa. Sitaki kuendelea kwa sababu ya time. Lakini enda usome katika kitabu cha Danieli. Danieli 10 mstari wa 12. Uone the spirit ambayo huwa inazuilia. Inaitwa the spirit of Persia. Mfalme wa anga. Maandiko inasema ya kwamba wakati Danieli alipapas kuingia kwa maombi ya kufunga na kuomba for 21 days, maandiko inasema Persia, mfalme wa Persia akasimama azuilie, afungilie hiyo maombi. Bwana ni roho. Hapo ndipo malaika ambaye anaitwa Mikaeli anashuka na upanga, anapigana vita za angani. Bwana apesi. Maandiko inasema ya kwamba wakati Danieli alijua Persia wamezuilia maombi yangu akizidike kwa Mungu, akaomba malaika Mikaeli, akaashiriwa, akapigana vita. Akapigana vita. Huyo Mikaeli, wakati nasikiaga watu wakitaja Mikaeli, hapo ni vita. Mwana ni roho. Mikaeli ni wa vita za agani. Na kuna malaika mwingine wa nchi kavu na mwingine wa baharini. Jeshi ni mara 3. Mwana ni roho. Jeshi ni mara ngapi? So vita yoyote unapigwa agani, ita Mikaeli atajua kupigana vita. Vita yote unapigwa duniani, ikila unapigwa baharini, nchi kavu, kila malaika ana kazi yake. Bwana yetu pewe sifa. Sasa niwaambie, tukijua kupigana hiyo vita, ndiposa nimetangaza maombi katika wiki hii kwa ajili ya Sunday, tupigane vita. Kwa maana already vitu zimeashiriwa, but the spirit of Persia, wafalme wa Persia. Hii ni wiki ya kuita Mikaeli. Angel Michael anaitangwa kwa Kiingereza Angel Michael, ni wa vita. Bwana apewe sifa. Usikubali kushindwa vita. Angel Michael wako hapo na upanga, atafieka kila kitu angani katika jina la Yesu. Na tutabarikiwa in Jesus name. Tusimame na miguu yetu. Mbele za Bwana. Oh, thank you, Jesus. Wapendwa, usikubali chochote Mungu amekubarikia katika maisha yako. Uone adui akienda naye hivi, ati unaomuona atikinyalia fugelia nake. Bwana apesi. Unajua wengine mnanenewa na Mungu katika ndoto. Unaona wezi wameingia kwa nyumba yako na wamekuibia. Na kuna kitu unaona wameshukua na wameenda naye. Hiyo ni shetani. Si mwizi wa kawaida. Hiyo ni shetani kwa sababu yeye ni mwizi. Na kwenda ido uyeto koroini yako. Bwana asifiwe. Kazi yake ni kuiba, ndio unaonesha usiku. Mwizi anakuja anaibia. Moyo wako ni nyumba. Anaingia anaiba. Ndio unaona ya kwamba unashindwa, unaamka unashindwa, unashoka unashindwa. Yaani ulikuwa na kitu fulani ndani ya spirit yako, lakini unasikia hakuna. Lakini uliota ukiibiwa na wezi. Si wezi wa kawaida, hiyo ni mikoro ya kiroho ambaye ni shetani. Unaibiwa. Bwana ni roho. Bwana apesiba. Na ukitaka kujua hata ndoa nyingi zikivunjika, shetani anakujaga anaiba. Unaona unaibiwa gauni ya harusi kwa ndoto. Hiyo ndoa yako usipoiangalia imeenda. Bwana ni roho. Wengine wanaibiwa nywele na kunyolewa nywele usiku. Your glory imeenda. Lazima muelewe mambo hii ya kiroho katika ndoto. Hii mambo mnaonaga, hakuna kitu kinafanyika kama Mungu haja kunenea katika ndoto ama katika maono. Bwana pesi. Lazima wapendwa tukubali kuamka tupigane vita.
ndio tuweze kurejeshewa kile shetani amezuilia katika maisha yetu. Tuinue mikono yetu mbele za Bwana. The mighty name of Jesus. Anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, tukiomba, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana, tukiomba, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana kuinua, anaweza Bwana kuinua, anaweza Bwana tukiomba, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana kubariki, anaweza Bwana kubariki, anaweza Bwana tukiomba, anaweza Bwana, anaweza, anaweza. Fungua kinywa chako kwa sauti, upiganie kila kitu Bwana amekupatia katika maisha yako. Uambie Bwana, nirejeshe chochote nimeibiwa na shetani, chochote kimezuiliwa katika maisha yako. Ambia Bwana akurejeshe, kwa maana umejaribu, lakini maadui wamefunika vipawa, wamefunika biashara, wamefunika ndoa, wamefunika huduma, lakini Bwana siku ya leo anataka kushibua visima vyetu tena katika jina la Yesu. Baba mtakatifu mwema, ninakuinua mchana wa leo katika jina la Yesu. Tumesoma tukaona ya kwamba maadui Bwana wamefunika visima vyetu Bwana, kwenda itoka iwakwa ashirikumali na shio, atuitumali na shio, lakini Bwana zikafunikwa na shetani, zimefunikwa Bwana. Ninakuomba siku ya leo ya kwamba kila kisima Baba imefunikwa, ianze kufunuliwa Baba kwa jina la Jehova. Hatutashoka mali na vitu zetu ambazo zimezuiliwa na shetani. Baba siku ya leo naomba ukaturejeshe, naomba ukaturejeshe katika jina lako. Restore my Father, whatever the devil has been broken up in our life, oh God. Rejesha mali, rejesha Bwana, kanisa lako limezuiliwa Baba, rejesha, rejesha whatever belongs to us. We are going to fight, oh my dear Father. Hatutashoka, hatutashindwa, we are going to fight katika jina la Yesu. Baba, ninapigania ikisima ya kwamba chochote Baba ni shaima na pau na kimezuiliwa Baba, ninatangaza kirejeshwe, na kwa watu wako Bwana vitu zao naomba wakarejeshewe katika jina la Yesu. Naomba wakarejeshewe katika jina la Yesu. My God and my Father, restore my God. Chochote ni cha watu wako kimeibiwa usiku na shetani, naomba warejeshewe katika jina la Yesu. Inua mikono yako juu nikuombee Jesus name. Nasikia kuna vitu zitarejeshwa. Umepigana vita, watu wamegombana na wewe, lakini ni wakati wako kisima cha Rehobothi kiweze kushipuka ndani yako. Ile kazi unaenda kuanzisha, hiyo biashara unaenda kuanzisha, haitafungwa tena, haitagombaniwa tena katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu tuinua mikono yetu kwa Mfalme, kwa sababu tumepigana vita, tumeweka mabiashara, tumefungua mahuduma, tumekuwa na kazi, lakini maadui Bwana wakainuka, wakazifunika, wakaziondoa,
wakazimaliza, lakini neno lako Baba tunasimama naye kama vile ulifanya kwa Isaac. Hivyo ndivyo ninavyosema, naomba ifanyike kwa hawa watu wako Bwana, katika jina la Yesu. Wacha hiyo visima visibuke tena. Rehobothi haitapiganiwa tena, katika jina la Yesu. Haitapiganiwa tena. Tumejaribu, tumeshindwa, tumeng'eng'ana Baba, tumeota, hakuna kitu kinafanyika. But our time has come, kama vile Mungu ulivyolinenea ya kwamba umeondoa jama katika huduma hii, umeondoa jama katika kanisa lako. Naombea watu wako, kama kuna jama katika maisha yao, iondolewe kuanzia sasa katika jina la Yesu. Kama kuna maadui wamepanga kufunika hiyo kisima tena, wamepanga kufunika hiyo kipawa, ninawaondoa katika jina la Yesu. Rehobothi haitapiganiwa tena, itakuwa msaada wetu, na hii maji itakuwa baraka kwetu na jamii na kwa watu wengi, katika jina la Yesu. Ninaombea watu wako Bwana, warejeshe chochote kimezuiliwa. Tunaona wakati Danieli alipanga kuomba siku 21, mfalme, the spirit of Persia, ikasimama katika anga ili kuzuilia maombi yake. Lakini Bwana ukamtuma Mikaeli, malaika wako, akapigana vita na maombi ikatimia katika jina la Yesu. Naomba kuanzia leo, vita zote za watu wako angani, vita zote za hii kanisa katika anga, tunaomba uashirie malaika wako Mikaeli aweze kupigana vita kwa upanga mkali, ili tuweze kupenya. Twasema hatutazuiliwa tena. Mali na pesa ambazo zimezuiliwa, naomba zirejeshwe Bwana, katika jina la Yesu. Washirika wote wamezuiliwa Baba, tunatangaza kuanzia leo, Rehobothi tumefungua, Rehobothi tumefungua, Rehobothi tumeshiba Bwana. Hakuna kugombana, hiyo spiriti ya kugombana Bwana imeondoka. Rehobothi tumeshibua. Hii maji Bwana itasaidia watu mji huu, itasaidia familia zetu, itasaidia watu wetu, katika jina la Yesu. Na kila kitu kimezuiliwa Baba, kuanzia dakika hii zianze kurejeshwa. Hiyo pesa na utajiri irejeshwe kwa hii madhabahu. Hao wazee na wamama, hao vijana na wasichana, hao watoto, watu wote Bwana umeamua katika hii mji na ile miji imetuzunguka, mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, na umepapas ni wa hii kisima Bwana, na wamezuiliwa Baba, tunatangaza hawatazuiliwa tena, katika jina la Yesu. Natangaza zile vitu za watu hao wako Bwana, hizo biashara, hiyo utajiri, hiyo vipawa, hiyo karama zimezuiliwa Baba, zirejeshwe kwa jina la Yesu. Kwa maana malaika wako Mikaeli ako kazini katika anga kuanzia leo, katika jina la Yesu. Mambo itabadilika kwa jina la Yesu. Watu wako wamegojeka mara ya kwanza, ya pili, lakini ya tatu wamepona katika jina la Yesu. Hakuna kugojeka tena. Hiyo ndoa haitavunjika. Hawa watoto hawatapotea. Warejeshwe katika uvuli wako, warejeshwe katika nyumba yako, katika jina la Yesu. Na kwa sababu Bwana nasikia umetufungulishia mbingu Baba, tumepokea kila kitu tulikuwa tumenyang'anywa, katika jina la Yesu. Inua mikono yako uweke namna hii kama kuna kitu unapokea. Kwa maana nasikia nguvu katika mikono yangu, nasikia nguvu katika mikono yangu.
Weke mikono kama kuna kitu unapokea. Katika jina la Yesu. Ninatakasa Bwana ya kwamba vitu na mali, magari, mashamba na nyumba, biashara kubwa na nzuri zimezuiliwa kwa watu wako. Natangaza kuanzia dakika hii zirejeshwe mikononi mwako. Zirejeshwe katika maisha yao. Katika jina la Yesu. Zirejeshwe. Zirejeshwe. Zimezuiliwa na maroho ya pasia. Lakini Bwana, hiyo roho imeondoka. Hiyo roho imeondolewa. Bwana, nikupenda, tunapenya. Tuapenya kuanzia leo. Kanisa tunapenya. Kanisa tunapenya. Tunapokea mali. Tunapokea watu. Tunapokea watu waliozuiliwa. Tunawapokea sasa katika jina la Yesu. Asante Bwana kwa maana umetenda. Na Bwana, kuanzia leo hakuna jamu tena. Hakuna kuzuiliwa. Hakuna kugombaniwa tena. Rehobothi ni kisima ambayo watu wengi watakunywa maji. Watashiba na watabarikiwa na watainuliwa. Na barikia watu wako waamkapo kesho asubuhi na kuenda kwa hiyo mabiashara, hata kama zilikuwa zimefunikwa, hata kama walikuwa wamefunikwa, hawaonekani na customers. Kuanzia leo hiyo kitu Bwana, hiyo kitambaa umekiondoa Bwana, hiyo stara umeondoa, waanze kuonekana, kwa maana hawa watu ni msaada kwa watu wengi katika dunia hii. Wabariki kwa biashara zao, wabariki katika hiyo kazi, wabariki katika hizo familia. Na kuanzia leo amani yako Mungu ipitao mawazo ya wanadamu ndio nimetangaza katika maisha yao na katika hii madhabahu. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Tunaweza keti kidogo. Bwana asifiwe. Tumebarikiwa sana na tumesikia mapenzi ya Mungu. Na Mungu akubariki. Na Mungu awatende mema.